Niligombea mwaka 2015. Hizo ndio changamoto zilizopo. Huwezi kugombea urais kama huna rasilimali za kutosha. Inakuchukua sio chini ya bilioni 10 na kuendelea ili ugombee urais wa nchi hii. Sasa kama Watanzania wangekuwa wamefunguka, wanaweza kuchanga hizo fedha kwa mgombea wanayemuunga mkono. Wanaweza kabisa, lakini for the meantime hizo rasilimali vyama vingi hawana. Hizo ndio changamoto kubwa nilizokutana nazo. Niligombea nikiwa chama gani? Kilikuwa kinaitwa, nadhani kinaitwa hivyo mpaka sasa, Chama cha Kijamii. Bado tuna safari ndefu sana. Demokrasia ya Tanzania inatakiwa kuendelea kuipambania. Bado sana. Bado kuna safari ndefu. Kwa sababu kuna wanaotaka demokrasia na kuna wasiotaka demokrasia. Na bahati mbaya wale wasiotaka demokrasia wana uwezo mkubwa sana wa kuizima demokrasia, kumanipulate demokrasia iwafaidie wao. Kwa hiyo bado kuna tatizo kubwa sana la kuachieve democracy kwenye nchi hii. Hatua ya muhimu kuliko zote ni kuwaamsha Watanzania, hawa raia wa kawaida kabisa ambao wako kwenye usingizi mzito. Watanzania hawajali sana hata hiki ninachoongea hapa cha demokrasia, Tanzania they don't care. Yeye Mtanzania anachojali leo atakula nini, atalala wapi, kibarua hamna, anaenda anafanya chochote kile kinachoweza kumpa pesa. Basi wanazungumza demokrasi, anakuambia mimi nitakula demokrasi. Hajui, huyu mtu hajui kabisa kwamba yuko vile alivyo kwa sababu hakuna demokrasia. Hajui. Sasa kitu gani kifanyike? Vyama vya siasa na taasisi za kijamii, sijui zinaitwa za kijamii za nini, haki za binadamu, whatever, wajimobilize kuwafundisha Watanzania umuhimu na thamani ya demokrasia. Watolewe kwenye huu usingizi, wajue kudai demokrasia, wajue kudai haki, wajue kudai, sio kwa kufanya fujo au kuchoma vitu au sijui nini. Ile kwangu mimi sio kudai demokrasia, ile ni kuleta vurugu kwenye nchi, hiyo siikubali. Lakini unaweza kuwafundisha watu wakaamka, wakajua la, kumbe iko hivi, kumbe iko. Watu wengi hawajui haki zao, hawajui kabisa. Hata haki wanazozipata kwenye katiba, Watanzania wengi hawajui kwamba kwenye katiba unaruhusiwa kutoa maoni yako bila kuhojiwa na chombo chochote. Hawajui. Kwa hiyo wanaogopa hata kusema. Tanzania anaogopa kabisa kusema. Sije nikafuatiliwa. Kijana mmoja nilimuita aje nifanyie urekebishaji kwenye nyumba yangu. Akaniambia, mzee, mimi siwezi kuongea hiki kitu, siongei. Nisije nikabebwa hapa. Nikamwambia, sasa wewe mpiga plasta hapa, huyu atakuja kukubeba. That's how fearful people have become. Wale wanaozima demokrasia wamefanikiwa sana kuwatia watu hofu, waogope, na wamefanikiwa na watu wanaogopa. Sasa uje upande wa pili huu nilioutaja, uwafundishe watu, uwaondoe hofu, uwawezeshe kudai demokrasia kwa amani, kwa utulivu, kwa kufuata katiba, na hatimaye tutafanikiwa kabisa. Bado mimi ni mwanachama wa Chama cha Mapinduzi. Nina kadi yangu halali, nimeendelea kulipia ada za chama mpaka mwaka 2027. Kwa hiyo mimi ni mwanachama halali, na mtu yote akitaka nimthibitishie, namthibitishia. Sijafutiwa wanachama.
na kama utafuatilia maelezo yale yaliyotolewa eti nimevuliwa wanachama, utagundua kwamba kile kikao hakikuwa halali, hakikuwa na mamlaka hiyo, na kilienda kinyume kabisa na katiba. Si unamwonyesha kadi yako ya chama ambayo iko hai, unamwonyesha risiti zako unazolipia, na isitoshe Mahakama Kuu Dodoma ilinithibitisha kwamba mimi bado ni mwanachama halali wa Chama cha Mapinduzi, na uamuzi huo naweza kukuonyesha. Ni swala lenye utata sana. Kwa hiyo kama utanifuatilia muda wote ambao nimekuwa nikiongea masuala ya nchi hii, sijawahi hata siku moja kuongea masuala ya kutekwa. Not once. Niwe gerezani, niwe nje, sijajishughulisha na swala hilo kabisa, kwa sababu za msingi kabisa. Kwa hiyo siwezi kulizungumza, kwa sababu sijawahi kulizungumza. Husika sana, wengine waliniombea ndani na nje ya nchi. Watanzania wengi kila mahali walikuwa wanaomba na kujihusisha kwa namna moja au nyingine ili kuona hatimaye ninaachiliwa. Kwa hiyo ni vizuri niwashukuru, kwa sababu leo ndio kwa mara ya kwanza naongea na waandishi toka nimetoka chuo cha mafunzo. Kwa hiyo ni vyema ni washukuru wote waliohusika. Mungu awabariki sana. Swali la mimi kuishi nje ya nchi, nimeishi nchi kadhaa, lakini nchi ambayo nimekaa kwa muda mrefu ilikuwa ni Amerika, na kule nilianza kwa kuishi jimbo la Colorado na baadaye nikahamia jimbo la Minnesota, na nimekaa Marekani karibu miaka 20, na familia yangu bado wako, baadhi ya familia bado wako nchini Marekani. Wao kimsingi ni raia wa kule, na binti yangu alikuja juzi wakati kesi zile zinafutwa pale mahakamani, alikuja kuniona. Kwa hiyo nimekuwa Marekani nikifanya huduma. Kwanza nilienda chuo nikasoma, baadaye nikawa mchungaji wa kanisa la KKKT kule Marekani, na kufundisha katika vyuo mbalimbali ambavyo unaenda kama visiting lecturer. Sasa kuvitaja vyote ni vingi. Kimoja ni naweza kusema ni Concordia Seminary, kingine ni Concordia University na kadhalika. Kwa nini niliamua kurudi nyumbani? Sijui kama inawatokea watu wengi, lakini mimi nilichoka. Nimesafiri nchi nyingi sana, nimeishi Japani na sehemu nyingine. Sasa nadhani nilifika mahali nikachoka, kama sio kwamba kulikuwa na msukumo wa Roho wa Mungu ndani yangu kwamba nirudi Tanzania. Watu wengi walishangaa kwamba vipi naamua kurudi, lakini hatimaye nilirudi. Of course, nilipokuja Tanzania niliingia tena kufundisha chuo. Nilifundisha chuo cha kanisa KKKT kule Mwika kwa miaka 5, sababu taaluma yangu ni kufundisha, na nimekuwa sisi tutasema mhadhiri ambaye nilikuwa natembelea na kufundisha vyuo mbalimbali hapa Tanzania pia. Kwa mfano Mzumbe, UDOM, Ekenford kule Tanga. Kwa hiyo nimekuwa nafundisha hata hapa Tanzania.
Mimi nimesoma theology na philosophy, Denver Seminary na Concordia Seminary. Denver kiko Colorado, Concordia kiko Missouri, state inaitwa Missouri. Yani masomo kabisa nimaliza 2007.